السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, darasa yetu ni muendelezo katika kisa cha Nabii Yunus alayhi salatu wassalam. Tuko aya 88 katika surati Yunus. Tulikuwa tuko katika kisa cha Nabii Musa alayhi salatu wassalam ambacho kimeanza huko nyuma, lakini tuanzie hapa katika kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika aya 87, wa uhaina ila Musa, tulimpelekea wahai Musa. Wahai ni materemsho ya mbinguni, ni maelekezo ya mbinguni ambayo nabii anateremshiwa. Wahai anateremshiwa nabii. Wa uhaina ila Musa, tukampa wahai nabii Musa wa akhihi, na ndugu yake Haruna, antabawaa liqaumikuma bimisra buyutan, kwamba andaeni kwa ajili ya watu wenu, kwa ajili ya kaumi wenu, bimisra, katika mji wa Misri, buyutan, yaandaeni majumba, waja'alu buyutakum qiblatan, na yajalieni majumba yenu yawe ni qibla. Ulama wamesema yafanyeni majumba yenu kuwa ni qibla ni neno la fumbo ambalo maana yake kithirisheni sala katika majumba yenu. Wamesema ni neno la fumbo linalomaanisha kithirisheni sala katika majumba yenu. Hii ilikuwa ni katika wakati ambao Firauni aliwadhikisha zaidi na ni Nabii Musa pamoja na watu wake. Na njia mama ya kutoka kwenye matatizo ni mtu kuwa na ukaribu na Mola wake, kwa sababu Allah ndio anayetoa katika matatizo. Na njia ambayo inamkurubisha zaidi mja na Mola wake ni ibada ya sala. Umeelewa? Yaani ili mtu atoke katika matatizo, maana matatizo yako katika majaliwa ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ili atoke kwenye matatizo, Allah ambadilishie majaliwa hayo, sio? Na ili huyu mja awasiliane na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ili atoke kwenye matatizo ni awasiliane na Mwenyezi Mungu. Na njia kubwa ya mawasiliano ni ibada ya sala. Ndio maana imekuja katika maelekezo ya Qur'ani kwetu sisi umma Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wasta'inu bis-sabri was-salah, takeni msaada kupitia uvumilivu na sala. Yani ukiwa na matatizo, watu wanakimbiliaga kwa waganga. Sasa wewe Muislamu kimbilia kwenye nini? Kwenye sala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Na tumesema kwa sababu huu ndio mlango mkubwa wa kukurubiana, wa kujikurubisha, kumsogelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, aqrabu ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Muda ambao mja anakuwa karibu zaidi na Mola wake, ukaribu wa kimahusiano. Ukifanya ibada unatengeneza ukaribu na Mola wako, ibada yoyote ile. Ndio maana imekuja katika hadithi al-Qudsi, atakayejikurubisha kwangu kwa masafa haya, mimi nitamsogelea kwa masafa haya. Kwa shibri, mimi nitamsogelea kwa dhiraa. Na atakayenijia mimi anatembea, mimi nitamuijia nikiwa ninamkimbilia. Yaani ukijisogeza kwa Allah Sasa hapa namaanisha kwamba hii mantiki ya kumkurubia Allah kimahusiano ipo katika dini. Linalokukurubisha zaidi ni wewe ukiwa katika sala, kwa sababu katika sala kuna nguzo ya sijda, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema aqraba ma yakunu al-'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Mahala ambapo mja anakuwa karibu zaidi na Mola wake ni wakati ule amesujudu. Ndio maana narudia tena akasema
wasta'inu bisabri wasala. Ukiwa kwenye matatizo, omba msaada kupitia ibada, kupitia uvumilivu. Nafahamu uvumilivu, yani wakati uko na yale matatizo yasikutoe kwenye dini. Kwa hivyo ukiwa kwenye matatizo, si unataka msaada wa Allah, hatua ya kwanza, simama kwenye mstari, yale matatizo yasikupeleke kwa waganga wa kienyeji, yasikupeleke katika shirki. Hatua ya kwanza ni hiyo. Kwa sababu unatakaje utatuzi alafu tena unafanya mambo yanayokuweka mbali na Mola wako? Sababu kuna mtu akiwa kwenye matatizo ana justify akazini apate hela. Nitafanyaje? Ana justify akakope mikopo ya haramu, anasema nitafanyaje? Sasa wewe ndio unazidi kwenda mbali zaidi na hilo geti la kupata msaada. Kwa hivyo hatua ya kwanza, wasta'inu bisabri, sabri. Yani sabri, una maintain mahusiano yako na Mola wako. Alafu as-sala, unasogea sasa. Maana yake usipo maintain, maana yake utatoka. Kwa hivyo sabri, una maintain mahusiano yako na Mola wako, yani unaya control na unayachunga. Alafu credit za kumsogelea Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni kwa njia ya as-sala. Kuna njia nyingine ameitaja mtu nani, imetajwa katika Qur'ani nyingine. Nitataja kama ngapi hivi. Njia nyingine ni kumtaja Mwenyezi Mungu, kukithirisha kumtaja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Na hiyo ndio tumeisema hapa kabla ya darasa, iliyomuokoa nani? Hiyo ni njia nayo ya kutoka kwenye matatizo. Na ukiangalia ina mahusiano na swala, kwa sababu swala imejaa adhkari. Na ile ni njia ya nini? Ni adhkari. Lakini swala ni zaidi, kwa sababu sala ina adhkari na ziada. Kwa hivyo hiyo njia ya kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tumejifunza kutoka katika kisa cha Nabii Yunus, falaula annahu kana minal musabbihina la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Ingelikuwa hamsabihi Mwenyezi Mungu mpaka leo angekuwa yuko katika hilo jela la tumbo la samaki. Kitu gani kimemtoa? Alikuwa ni mwenye kumsabihi nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imetajwa pia katika aya nyingine, Allah anasema walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sisi tunajua kwamba una stress. Shortcut ya tafsiri najua kwamba kifua chako kina dhiki. Nifanyeje ya Rabbi? Fasabbih bihamdi rabbika, msabihi Mwenyezi Mungu, wa kum minas sajidin, na kuwa katika wenye kusali. Yani kuwa katika wenye kusujudu, maana kuwa katika wenye kusali. Kwa hivyo mja akifanya mambo haya mawili, akithirishe kumtaja Allah, akithirishe istighfari na swala, wallahi ameenda katika sababu mama kabisa ya kumtoa katika matatizo. Nyingine kwa maalum ni istighfari. Kwa nini istighfari? Kwa sababu matatizo uliokuwa nayo huenda yamevutwa na madhambi. Kwa hivyo wewe unapambana na ile sababu iliyoleta matatizo. Unapambana na kiini cha tatizo. Si madhambi ndio yameleta mabala. Sasa namuomba Allah msamaha, afute madhambi. Akifuta obvious. Ndio maana hata Nabii Nuh alayhi salatu wasalam, badala ya kuomba mvua na maisha yawe ni mepesi, faqultu astaghfiru rabbakum, aliwaambia tu watu wake fanyeni istighfar. Alafu tukifanya istighfar, yursilis samaa alaykum midraran, taleta mvua. Wayumdidukum bi amwalin, taleta mali. Wa banin, na watoto. Wayaj'al lakum anhara, istighfari itafanya mito isikauke. Wayaj'al lakum anharan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilis samaa alaykum midraran wayumdidukum bi amwalin wa banin wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara. Takuleteni mabustani na mito. Istighfari tu. Ndio moja katika salafu saleh, mtu akija akimlilia matatizo, jamani nifanyeje? Dini inaelekeza nifanye nini? Mimi nina tatizo la mtoto, mwambie kafanye istighfari. Mimi nina tatizo la uchumi, kafanye istighfari. Watu wakamwambia bwana vipi, mbona kila mtu anakuja na matatizo dawa moja tu? Akawasomea hii aya. Yani Nabii Nuh aliwaambia watu wake watafute mali, watafute watoto, watafute mvua, watafute mito isikauke, watafute mabustani. Kupitia nini? Kupitia istighfari. Kwa hivyo tumepata njia ngapi za kutoka kwenye matatizo? Dhikri, istighfari, sala.
istighfari zinabebana na tauba. Istighfari inabebana na nini? Na tauba. Nyingine nini ya mwisho? Iwe ndo ya mwisho katika darasa yetu ya leo. Kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi tanhallu al-uqad. Kupitia kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam vikwazo vinafunguka. Na hata imekuja katika hadithi, yani mtu anayeomba dua na mtu ambaye anamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani huyu anamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah anampa, hajaomba, Allah si anajua shida zake, anampa mazuri zaidi kuliko yule ambaye anaomba. Nyingine nini? Ya tano, dua. Yani dua, yani dua unasema moja kwa moja na tatizo hili na hili na hili. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Nabii Ayyuba alimuomba Mwenyezi Mungu, ile ilikuwa ni dua. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nabii Zakaria aliomba mtoto, Mwenyezi Mungu akampa. Nabii Ibrahim naye aliomba mtoto uzeeni, akapata nini? Mtoto katika njia ya ajabu. Kwa hivyo tuzihesabu ni ngapi? Sala, dhikri, istighfari, salatu ala nabi na dua. Kwa hivyo kwa nini nabii Mwenyezi Mungu Azza Jalla anasema tukampa maelekezo Nabii Musa na Haruna, wa auhaina ila Musa wa akhihi, na ndugu yake, antabawa liqaumikuma bimisra buyutan, waandalieni. Kwa nini andalieni? Kwa sababu sehemu ya kuswalia inahitaji iandaliwe. Ndio nyumba tayari ipo, lakini tunahitaji tukiandae sasa hiki chumba kiwe ni maalum, labda kilikuwa kina makorokoro manini, hakiko nadhifu, tukisafishe, tuweke mswala, tuondoe mambo mengine yanayokinzana na hiyo kama viti na nini, ibakie kwa ajili ya swala, sio antabawa liqaumikuma. Na hapa tunajifunza kwamba Muislamu katika nyumba yake, katika ramani ya nyumba yake, atengeneze ramani ya msikiti wa nyumbani, kwa sababu si kuna swala za sunna tumehimizwa kusalia zaidi nyumbani, na kuna swala za usiku za nyumbani, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema msiyafanye majumba yenu makaburi, kwa sababu makaburini hakusaliwi, basi isiwe nyumba zenu kama makaburi ambako hakusaliwi. Kwa hivyo yaandaeni majumba yenu, waj'alu buyutakum qiblatan, yaandaeni kwa ajili ya sala. Alafu akasema yaandaeni, yafanyeni kuwa ni qibla, yani kithirisheni sana swala. Wa aqimus sala, alafu simamisheni sala. Kusimamisha sala, kusimamisha hii iliyotajwa hapa sio kwa maana ya kustop, ni kwa maana ya kustand up. Kwa hivyo yani zisimikeni swala, zisimame. Watu wasiojua lugha shekhe wanasema eti Mwenyezi Mungu amesema simamisheni swala, yani kama vile mtu alikuwa anaswali alafu unamwambia usiswali. Simamisha sala. Hata Kiswahili tunatumia neno hili. Jamaa amejenga nyumba imesimama bwana. Jamaa gari lake lina hali nzuri, gari limesimama kweli kweli, yani liko vizuri, liko kusimamisha sala, yani kwa maana ya isiwe iko upande, imesimama, imenyoka. Wa aqimus sala wa bashiril mu'minin, waumini wakishapita kwenye haya mapito ya kusali wape bishara. Kwa hivyo sala ni jambo kubwa sana linalompa mu'min bishara. Na kuna bishara za duniani. Bishara za duniani, katika bishara za duniani, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia unasali na hiyo sala ni nyepesi kwenye moyo wako, basi ni bishara kwamba wewe ni mtu mzuri, kama ilivyokuja katika Qur'ani, wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in. Sala ni jambo zito ila kwa wanyenyekevu. Wanyenyekevu wameahidiwa pepo. Kwa hivyo kama wewe, nukta ya bishara hapa iko wapi? Bishara sinatoka mbinguni. Sasa sisi tumejua wapi hapa? Tumejuaje bishara? Ni kwamba Allah amesema kama mtu anaswali na sala yake sio nzito kwake, ni utaratibu tu wa kawaida, sio kwamba ikifika salati subhi au salati dhuhuri basi anaona sasa imefika, sasa
anaisali huku ni nzito kwenye moyo wake. Kuna waumini wampita katika hiyo hatua, yani akisikia adhana anaacha yani nomo shughuli zake katika hali ya kawaida kabisa, anaenda na swali anarudi, anaenda na swali anarudi. Hiyo ni bishara kwa mu'min, kwa sababu Allah amesema wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiina, sala ni nzito ila kwa wenyenyekevu. Yani kama unaona kwenye moyo wako sio nzito na umeiswali kwa vile vigezo vilivyotajwa ambavyo viko wazi, sio rukuu zake zikoje, sijida zake zikoje, inatanguliwa na udhu, unaelekea qibla, unavaa stara, sio, basi umepata bishara. Ndio maana hapa ikaja alipowatajia jambo la sala, aliposema wa aqimus sala, simamisheni sala, wabashiril mu'minin, waumini wakifanya hivi wape bishara. Nikuulizeni, hii wabashiril mu'minin, mazungumzo yalikuwa yanazungumza imani au yalikuwa yanazungumza swala? Yalikuwa yanazungumza swala. Ilikuwa ije hivi, wabashiril musallina, wabashirie wenye kusali. Ikaja wabashiril mu'minin, yani waumini bwana na swala, yani mswaliji ni mu'min na mu'min ndio mswaliji, ni huyo mmoja. Hawezi kuwa mtu ni mu'min bila sala. Ndio maana akasema qad aflaha almu'minun, wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao wanasali. Kwa hivyo imani sio matendo peke yake. Kwa hivyo hapa nini, badala ya msamiati wa swaliji ikaja msamiati wa waumini, kuonesha mu'min na sala. Mu'min ni mwenye kushikamana na ibada ya sala, kama ilivyokuja pia wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Mwenyezi Mungu azza wa jalla si mwenye kupoteza imani yenu. Alitumia neno hili badala ya kusema Mwenyezi Mungu jamani swalini tu sala zenu hazitapotea, akasema wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Mwenyezi Mungu hatopoteza imani zenu, uumini wenu. Lakini alikuwa anazungumzia sala, kwa sababu masahaba walipoambiwa sasa kibla ni Makka sio Palestina, wakatafakari, kuna jamaa zetu waliswali wameona kama vile mabadiliko ya kibla labda yanabatilisha ibada zilizoswaliwa zamani kwenye kibla cha zamani cha Baitul Maqdis. Wakasema sasa itakuwaje ya Rasulullah, ndugu zetu wamefariki wakiwa swala zao zote, bora sisi tumepata bahati tumeijiwa na haya marekebisho, sasa tutaswali tukielekea Makka. Ndugu zetu walisali wakiwa wanaelekea Baitul Maqdis. Allah badala kusema Allah hatopoteza swala zao, akasema wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah hatopoteza imani zenu. Kwa hivyo imani na mu'min na sala, imani na sala ni kitu hicho kimoja. Wabashiril mu'minin. Waqala Musa rabbana, Nabii Musa akaomba akasema, rabbana, ewe Mola wetu, innaka ataita fir'auna, hakika wewe umempa Firaun, wa malaahu, na wapambe wake. Maana Firauni ni ili neno Firauni ni kama vile rais, maana sio jina lake. Firauni ni jina la cheo, kama vile watu wengine wanatumia waziri mkuu, watu wengine wanatumia raisi, watu wengine wanatumia mfalme, watu wengine wanatumia sultani katika hizi mamlaka za juu, sio? Wale wa chini yake, wa chini ya hawa watawala wa juu katika lugha ya Qur'ani wanaitwa mala. Wapambe wale wakubwa, waziri mkuu, makamu wa raisi, nani ndio wanaitwa mala. Sasa Firauni mala, manake Firauni ana nafasi na wale watu wa chini yake. Rabbana, ewe Mola wetu, ataita Firauna wa malaahu, umempa Firauni na wapambe wake, zinatan, umewapa mapambo. Neno mapambo ni pana sana, mazuri yote ya duniani yanaitwa zina. Gari zuri ni zina, nyumba nzuri ni zina, watoto pia ni zina, mali ni zina. Umempa Firauni mapambo, zina, sio zina, zina. Wa amwala, na umewapa mali.
Hii ni lugha inapigia mstari, yani katika mapambo kuna mali, na hii inaashiria unyeti wa nini? Wa mali. Mali ni kitu kizuri ukiitumia, ukiichuma kwa uzuri na ukaitumia kwa uzuri. Ni wakati gani mali inakuwa mbaya? Manake kuna aya zimejeruhi mali, imepondwa hivi, sio? Wakati gani mali inakuwa mbaya? Ikipatwa na moja kati ya, inaweza kuwa ziko zaidi ya hali mbili, lakini mimi nazikumbuka mbili. Jambo la kwanza, ikichuma vibaya. Zikizidi namba sio tatizo, nitakuwa nakumbuka moja. Ikichuma vibaya, hiyo mali mbaya, kwa sababu huo ni moto. Innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara. Kuna mali ukila unakula moto. Ukinunulia nguo ukivaa, umevaa moto. Umevaa viatu, moto. Ukilisha watoto unalisha moto. Ndio hata malezi ya watoto yanakuwa mabaya kwa sababu ya hiyo mali mbaya unaolisha watoto wako. Jambo la kwanza, kuichuma vibaya, sio? Jambo la pili, kama yenyewe we huwezi kuikontrol, yenyewe ndio inakukontrol mpaka inapelekea, yani yenyewe inakuwa ni sababu ya kuchuma madhambi. Si madhambi yanajulikana. Mwenyewe unaona kabisa hii mali ndio imenipeleka huku bwana. Ingekuwa sina mali nisingefika kwenye madhambi haya. Sababu kuna watu kwa mali zao wanaweza kupanda ndege mpaka akaenda Dubai. Anamvizia mke wa mtu kwa sababu yeye huyo mwanamke labda ni mfanya biashara, basi anamvizia kule mbali. Yeye kakata tiketi kwa sababu ya uhuni tu. Hiyo mali imesaidia kupata madhambi ambayo lau kama si mali asingeenda Dubai kwenda kutafuta madanguro. Hivyo kama mali inakupeleka katika haramu na inazidishia madhambi, hiyo mali imesema vibaya. Nyingine ya tatu ambayo imesema vibaya, haijatafutwa kwa haramu wala haijatumika kwa haramu, imetajwa vibaya. Mali gani hiyo? Hiyo kwa sababu ni nukta sensitive, nitataja aya mbili zenyewe ndio ziseme, sio mimi. Maana mimi nikisema isije kuwa yani kauli haina nani, kwa sababu ni nukta ya jeraha hiyo. Ikiwa mali imechuma kwa halali, haijatumika kwenye haramu, mtu amenunua tu magari ni halali, amefanya miradi yake na maendeleo yake ni halali, inakuwaje sasa iwe mbaya? Ni kwenye nukta gani? Kama haitolewi katika milango ya kheri, sababu mle kuna haki za maskini, kuna haki za misikiti, kuna haki za madrasa, kuna haki za walimu wa madrasa, kuna haki za walinganiaji wa dini. Si unaona mnajifeva tu nyewe walimu wa madrasa? Hapana. Kama hatujapata posho, na sisi tutaenda kutafuta kama nyewe mnavyotafuta. Tukienda kutafuta, nani ataswalisha, nani atasomesha? Manake wote tutakuwa tuko katika majali moja. Umeelewa hiyo nukta? Kwa hivyo mwalimu wa madrasa, ili tumfunge madrasa, tunamwambia chukua hii bwana, usiondoke. Kwa sababu si tunaondoka, na wewe ukiondoka itakuwa wote hatupo. Ni mfano wa nini? Mfano mdogo ni mfano wa mfanyakazi. Mwanamke anaenda, mwanamke ni mwalimu, anaenda shuleni. Watoto wadogo nani anawalea? Kuna mtu anamwambia wewe usiondoke, nitakulipa 200,000 mwisho wa mwezi, au 100,000 au 1,500,000, si ndio? Kwa nini huyu analipwa? Ili na wewe usiondoke kama nilivyoondoka mimi, abakie mtu nyumbani afanye jukumu ambalo ni la nyumbani. Sasa nini, watu wanawahamasisha walimu na wao wajishughulisha na ujasiriamali. Sawa, ni jambo zuri, lakini wakijishughulisha, nani atabakia madrasa? Kwa hivyo yeye shughuli yake iwe ni hiyo hiyo. Sasa kwa sababu hapa msikitini hatuzalishi pesa, ni lazima sasa watu watoe mali zao. Hii mali isiyotolewa ni katika aya gani? Ni katika kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma
nani amehifadhi nani kipande hicho cha wabashiria adhabu iliyokali siku ambayo hiyo mali itachomwa au itageuzwa kuwa ni pasi. Fatuku wa biha jibahuhum wa junubuhum, iwe ni pasi ya kuwapiga wao nyuso zinapigwa pasi, yani mali itageuzwa iwe ni pasi ya moto, alafu hiyo pasi inapiga mgongo ndio unapigwa pasi na uso. Kwa sababu gani? Haijatajwa hapa sababu kwamba amekusanya kwa njia ya haramu. Kwa hivyo mali inayokusanywa ni mushkili. Aya hii imetajwa wazi, yauma yuhma alaiha fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Yauma yuhma alaiha, barakallahu fika, yauma yuhma alaiha, siku ambayo itachomwa hiyo mali fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Fatukwa biha, inapigwa pasi kwa hiyo mali. Kwa hiyo maana yake kuna maneno hapa hayajasema, yanaonekana kwenye uzalishaji wa uelewa kwamba itachoma katika moto wa jahannam, itayeyuka, alafu itageuka kuwa ni pasi, alafu iwapige wale walioirundika bila kuitoa. Abu Dharri ni katika maswahaba waliokuwa na msimamo mkali kwenye mali. Yani yeye alikuwa anaona ni haramu kulimbikiza mali kabisa. Kuweka mali ndani ni haramu. Alichukua msimamo mgumu, wanachooni na maswahaba wengine hawakumkubalia, lakini aliegemea kwenye aya hii. Anasema ukipata tu mali utoe. Lakini sheria kauli sahihi kwamba utoe baadhi katika mali yako, utoe baadhi. Waanfiqu mimma razaqnakum, toeni katika, Allah hajasema utoe yote. Ndio maana hata zaka ni fungu dogo tu, na sadaqa kadhalika ni fungu dogo. Aya nyingine ambayo inaashiria kwamba mtu anaweza kuwa amechuma kwa halali, anatumia tu matumizi ya halali, lakini muda kuwa hajatoa katika njia za Allah. Anatumia matumizi ya halali ametoa, lakini Allah anataka utoe pia kwenye wala yunfiqunaha fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja fadhila ya muongozo tulioteremshiwa Qur'ani, hadithi, mtume mwenyewe, sio qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake, yani dini, fabidhalika falyafrahu, hilo ni jambo ambalo mnatakiwa mlifurahikie. Huwa khairun, kisha akasemaje? Huwa, hiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, khairun, ni bora, mimma yajma'una, kuliko yale wanayoyakusanya. Angalia Qur'ani ilivyo dakiki katika presentation. Kwa nini asiseme hiyo ni bora kuliko mali? Huwa khairun mimma yajma'una. Qur'ani na mafundisho ya dini ni bora, hakusema ni bora kuliko mali, akasema ni bora kuliko yale wanayoyakusanya. Kwa sababu mali ikiwa inatolewa katika njia za kheri, haiwezi kuambiwa ni bora kuliko dini, kwa sababu yenyewe ni katika dini. Mali ikitolewa katika njia za kheri, yenyewe ni katika dini na inatolewa kwa sababu ya maelekezo ya dini. Kwa hivyo haiwezi kuwa inashindanishwa yenyewe na dini. Lakini ya mali ambayo imeshindanishwa na dini ni ipi? Ni ile iliyokusanywa. Khuzbalak, ni ile ambayo imefanya nini? Imekusanywa. Unaweza ukasoma tu ukapita tu kwenye hii aya, ni bora kuliko yale wanayoyakusanya. Lakini kwa nini usitumike msamiati huu, katumika msamiati huu? Hiyo inamata sana katika kutafsiri Qur'an. Huwa khairu mimma yajma'un. Allah hasemi ni bora kuliko mali, kwa sababu mali, kuna mali nyingine inatolewa katika njia za Allah. Kwa hivyo yenyewe ni sehemu ya dini, yenyewe ni sehemu ya Qur'ani. Ni Qur'ani imeenda kwenye vitendo. Huwezi kusema sasa ni Qur'ani ni bora kuliko Qur'ani. Lakini mali ambayo imetenganishwa na dini na ikawekwa opposite na ikasemwa dini ni bora kuliko hii, ni ile mali ambayo haitumiki katika dini. Huwa khairu mimma yajma'un. Kwa hivyo akasema, akaomba Nabii Musa akasema, ewe Mola wetu, innaka ataita fir'auna wa malaahu zinatan wa amwalan, umempa mapambo na mali, fil hayati dunya, katika maisha ya dunia. Kwa sababu mapambo haya na mali vinaweza kuwa ni visaidizi vya kwenye kibri.
kudharau watu, kudhulumu watu, kutweza watu, sio? Ndio hicho anachokiomba hapa Nabii Musa. Anamwambia Mwenyezi Mungu, umempa Firauni na watu wake mali na mapambo. Rabbana, ewe Mola wetu, liyudhillu an sabilik, ili wapoteze watu kutoka katika njia yako. Hapa tunahitaji ni nyenzo nyingine ya kilugha kuitafsiri aya hii ili iwe na maana mustaqim. Ukisema Allah amempa mali mtu ili apoteze na apotee, yani hainyoki hii maana, itakuwa yani Allah ndo amekusudia mtu apotee, sio? Kwa nini amwadhibu? Hii lamu inaitwa lamu sayrura. Hiyo lamu inaitwa lamu sayrura, yani lamu inayoelezea matokeo na mustakbali, sio lamu inayosema ili. Inaitwa lamu sayrura, kama vile katika kauli yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Nabii Musa alipotupa katika sanduku, Allah akajalia wale watu wa Firauni, wapambe wake, wale wanajeshi wake ambao ndio wanatafuta watoto ili wawaue, sanduku likafikia mikononi mwao. Allah anasema li, akatumia hiyo lamu. Ukitafsiri kwa lugha ya nje ya kawaida, walimuokota ili waje wapate huzuni na majonzi kutokana na huyo mtoto. Haiwezekani kwamba hiyo ndio nia yao. Lakini sayrura, yani hatimaye, Kiswahili wanasemaga hatimaye. Walimuokota, lakini hatima ya huyo mtoto atakuja kuwa ni huzuni kwa wao, na atakuwa ni adui yao. Lakini wao hawakuwa na nia ya uadui, sio wamemchukua ili awe ni adui, ili wamlee adui, ili wamlee atakayewahuzunisha. Hapana. Kwa hivyo hii inaitwa lamu sayrura. Ndio hii hapa, Mwenyezi Mungu umewapa hivi vitu, lakini hatimaye wao ndio wanatumia liyudhillu an sabilik, ili wapoteze watu kutoka katika njia yako. Kwa hivyo ilikuwa haya ni maandalizi ya kumuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Unajua, unapomuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika kanuni, ni unatumia kanuni, miongoni mwa kanuni unazozitumia ni kumsifu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yeye sifa zinazohusiana na tatizo lako. Wewe Mwenyezi Mungu una huruma, wewe Mwenyezi Mungu unaweza kusamehe makosa, wewe Mwenyezi Mungu ni tajiri, unaweza kumtajirisha maskini. Yani wewe unataka kumuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, unatumia maneno haya, unamuelezea yeye uwezo wake kwenye unao-apply kwenye tatizo lako. Na kuna kujieleza, kwa maana wewe unaelezea tatizo lako, mimi ni dhaifu, mimi nimedhikika. Au yule unayeomba dua dhidi yake unaelezea ubaya wake, Mwenyezi Mungu anadhalilisha watu, Mwenyezi Mungu dondosha cheo chake. Nabii Musa hapa anasema umempa Firauni na watu wake mali na mapambo, hatimaye wanatumia ni kuwa ni nyenzo ya kupotezea watu. Ndio akasema rabbana tumis ala amwalihim, Mwenyezi Mungu futa mali zao. Neno tams ni kufuta, futa mali zao. Washdud ala qulubihim, na uzikaze nyoyo zao, yani zifanye kuwa ni susuavu. Sasa Nabii Musa hapa, hii ni dua amekasirika, kwamba usimjalie kwa hapa alipofikia, usije ukamjalia akaongoka akarudi akaja kwa hapa alipofikia na aadhibiwe tu, hata isipatikani sababu ya imani asiadhibiwe. Na Nabii Musa anaomba dua hii kwa sababu anajua Allah ana katika kanuni zake, kanuni hii anayo. Kanuni gani? Kwamba kuna level mja akifanya maasi ya Mwenyezi Mungu anasema hakuna kurudi, geti limefungwa, milango ya toba iko wazi, lakini wewe nitafunga moyo wako, hautapata mawazo ya kutubia na kurejea. Kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil mu'tadin. Tumesoma hizi aya nyingi. Hivyo ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anazifungia nyoyo za watu wanaovuka mipaka kupita kiasi. Kwa hivyo Nabii Musa anajua kwamba hili linaafikiana na kanuni za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndio maana akasema futa mali zao na nyoyo zao uzifungie, fala yu'minu, wasije wakaamini, hata yarau al-adhab al-alim. Kuna wakati tu ruhusa Mwenyezi Mungu na aamini, wakati huo imani yake haitamsaidia.
ukishaona ile adhabu inayotoka kwa Mwenyezi Mungu live, ndio yani ushavaana nayo, ushaanza kama vile Firauni ashaanza sasa kugharik, hapo imani hiyo huwa haisaidii. Ndio maana katika masharti ya tauba isiwe mtu ameshaanza kufa, isiwe jua limeshaanza kutoka upande wa magharibi. Inasemekana hata Jibril wakati Firauni alitamka yale maneno ya imani hayatamfaa, lakini Jibril pia aliogopa atakuja aseme neno, manake Jibril anajua huruma ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Jibril ni msomi katika malaika, na hiyo ndio siri ya kuwa yeye ndio malaika bora kuliko wengine. Ilmu, walladhina utul ilma darajat. Jibril anajua kwamba anajua zaidi ya tunavyojua, mpaka kwenye kiwango kilichoko chini ya ufahamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anamjua Mola wake kuliko viumbe wote. Jibril anajua huruma ya Mwenyezi Mungu, anaogopa atasema neno litamshawishi Mwenyezi Mungu, atamuepusha Firauni na adhabu, na kashaharibu sana, acha adhibiwe. Akawa anachukua udongo anamshindilia katika mdomo wake asije akatamka imani. Kwa hivyo, na kwa nini Jibril anafanya hivyo? Anajua kwamba ni katika kanuni za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hiyo ipo. Kwa hivyo akasema washdud ala qulubihim, zifunge nyoyo zao, fala yu'minu, wasiamini, hata yarau al-adhab al-alim, paka waone adhabu kali. Kwa sababu mtu akiamini wakati ashaona adhabu haiwezi kubaliwa. Mtu kabla ya kufa anaondoshewa pazia iliyokuwepo, anaona malaika, anaona dalili za kama ni za khairi, anaona kama ni za shari, anaona. Ndio mu'min akiona alama za khairi anapata tumanina, sio? Akipata utulivu anakuwa katika situation ya amani. Ndio Allah alisema kufa katika situation hii, irji'i ila rabbiki ya ayatuha an-nafsul mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ewe nafsi iliyotulizana, sio iliyotulizana kwenye kipindi kama hiki cha kwetu. Nafsi iliyotulizana hasa ni wakati ule imeshaambiwa sisi hata tuabudu vipi bado tuko na wasiwasi. Nafsi iliyotumaanina ni ile ambayo tayari ishapewa matokeo, yani anakaribia kufa bado hajafa, alafu pazia inaondoshwa, anaona. Akiona anatulizana. Hapo ukimwambia bwana umri unaongezwa, anasema kama ndio akhera iko namna hii, acha nife. Radhiyatan, anakufa aliyekuwa ameridhia, mardhiya na Mola wake amemridhia. Allah atujalie kifo hiki. Kwa hivyo mtu mbaya naye anaona yale mabaya, wala akishaona anaamini. Ukiamini ni kama mwanafunzi anayejibu swali, ni kama mwanafunzi anayekwenda kufanya mtihani baada ya kuwa umeonekana huo mtihani ni batili. Inatakiwa uende kufanya mtihani kabla ya hujaingia kwenye chumba cha mtihani, ulikuwa haujauona. Ukiuona, ndio maana Allah ametufungia kabisa, hatuoni mambo ya kabrini. Mtu anaweza akasema kwa nini Mwenyezi Mungu asifungue makafiri wote waamini? Ni mimi nimewaleta waja wangu kuwataini, sasa nikiwaonesha hayo maajabu itakuwa nimefanya mtihani. Sio mtihani tena, mtihani utakuwa umevuja. Kwa hivyo wakati wa kufa kila mtu anaamini, lakini imani hiyo ndio Allah akasema wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Sisi ndio tunajidai nayo sisi Waislamu. Hii dini mnayoikataa wote mtaiamini kabla ya kufa, lakini itakuwa too late. Hakuna yeyote katika ahlul kitabi ila atamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini imani hii wakati huo haitafaa. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahidan, siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallam atashuhudia kwamba aliwapa ujumbe lakini hawakuamini. Kwa hivyo akasema washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim, zifunge nyoyo zao wasiamini mpaka waione adhabu iliyokali, kwa sababu wakiamini wakati huo haitasaidia. Allah akasema qad ujibat da'watukuma, hakika imejibiwa dua yenu. Aliomba ni nani?
Waqala Musa rabbana, Musa ndio aliyosema rabbana. Mbona Allah anasema imejibiwa dua yenu? Kwa sababu Nabii Haruna alikuwa anasema amin, amin. Kuna amali anafanya mtu mwingine, wewe ni kama yeye. Amali 4. Kafunga mwingine, sababu unapata kama yeye ukimfuturisha. Kasoma mwingine kwenye sala ya tarawih msafu mzima, sisi tulioko nyuma tunapata kama yeye. Kafanya amali mwingine, lakini wewe umemlingania, unapata kama yeye. Na dua akiomba mwingine, wewe ukasema amin. Ndio maana hizi dua anazoomba imamu kwetu ni muhimu sana kwenye tarawih. Kwa sababu kumbe hiyo dua itakuwa sio ya mtu mmoja, itakuwa ya wote wanaosema amin. Kwa hivyo dua ya watu wengi, kama ningekuwa nasema ya Rabbi nipe mimi mazuri, Allah ataniangalia mimi kama mimi. Lakini kama tumesema wote tupe mazuri, Allah atatuangalia kwa pamoja. Mwenyezi Mungu habaguagi. Dalili iko wapi kwamba Mwenyezi Mungu habaguagi? Malaika wamepeleka taarifa mbinguni kwamba ya Rabbi, kwenye msikiti kuna watu wamekaa wanakutaja wewe, wanasikiliza darasa. Mwenyezi Mungu anasema nimewasamehe wote, wana accept. Lakini Mwenyezi Mungu kuna mmoja pale amekaa tu anamsubiria mtu anayemdai, amekaa tu wala sio nia yake. Anasema Mwenyezi Mungu, mimi sibagui. Mtu mbaya akikaa na watu wema anapata favor inayoteremkia watu wema. Ndio ulama akasema almu'minu qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwani. Mu'min yeye peke yake ni mchache, akiwa ni ndugu zake anakuwa ni mwingi. Ndio maana sala ya jamaa inaenda mbele mara 27. Sala ya jamaa ukiswali peke yako unapata 1, ukisali na jamaa at least 27, yani inakuwa sala ya dhuhuri ya dhuhuri ya dhuhuri ya dhuhuri ya dhuhuri 27, kwa sababu ya na hivyo ukisali katika msikiti ambao una jamaa kubwa zaidi, na fadhila zinaongezeka. Mwanadamu anabebwa na sio na mazingira tu ya kuwa na wenzake, mpaka mazingira ya wakati ulio bora yanapanua thawabu zake. Mazingira ya ardhi iliyo bora yanapanua ujira wake. Mazingira ya hiyo amali sinatoka moyoni. Moyoni kuna nini? Kwa hiyo tutatofautiana ujira mpaka kwenye huyu mtu siku zote ni mcha Mungu zaidi kuliko huyu. Wameswali swala moja, huyu mcha Mungu Allah atamfeva katika thawabu. Hata kupunja wewe, lakini atamfeva katika thawabu. Kwa hivyo aliomba Nabii Musa alayhi salatu wasalam, Nabii Haruna anasema amin, Allah akasema imejibiwa dua yenu, ni dua yenu wote. Kwa hivyo tuitikie vizuri jamani hiyo dua za kwenye swala. Qad ujibat da'watukuma, imejibiwa dua yenu. Fastaqima, basi simameni mnyoke. Kwa sababu yani wewe unayeomba pia inatakiwa unyoke pia. Si Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema ujibu da'wata da'i idha da'ani, ninajibu maombi ya muombaji atakaponiomba. Falyu'minu bi, huyu muombaji na ashikamane na imani. Falyu'minu bi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi, na waniitikie na waniamini. La'allakum, Mwenyezi Mungu sio huenda, haiendani kutafsiri kwa jambo la Mungu kusema huenda, haiendani. Kwa hivyo la'alla unapoisema kwa Allah huwa ina maana ya hakika, ina maana ya hakika kwa upande wake yeye. Hiyo huenda ni kwa upande wako wewe. Je, wewe la'allakum tattaquna, ili mpate kuwa wacha Mungu, je wewe unatimiza masharti kwa kiasi gani? Ndio inakuja hiyo huenda. Lakini ukitimiza kwa Allah sio huenda, kwa Allah ni hakika. Kwa hivyo la'allakum tattaquna, kwa hakika mtakuwa wacha Mungu. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima, nyokeni wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, wala msifate njia ya watu ambao hawajui.
Kwa nini hajasema msifuate njia ya watu waovu? Jambo la kwanza, ujinga ni jambo baya na ni jambo linalopelekea katika upotevu. Ilmu ni nuru inayoongoza katika kheri. Ujinga ni giza linalopelekea mtu kupotea. Na ndio wanaambiwa msifuate njia ya watu wasiojua. Allah ametumia neno tu tafsiri nzuri, lakini msifuate ujinga, namba moja. Namba mbili, wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamuna, watu wote ambao wanapita njia mbaya hawajui. Hilo kaipo katika Qur'an. Yani katika lugha ya Qur'an, Sheikh Silia, mtu yoyote anayefanya makosa anaitwa hajui, anaitwa mjinga. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani kaitwa hivyo? Haimaanishi mjinga katika engo zote. Kwenye engo hii, kwenye kuchagua kwake madhambi ni mjinga. Kwenye mengine sio mjinga. Daktari sio mjinga kwenye udaktari, sio mjinga kwenye hili. Lakini kwenye hiyo situation ya madhambi hana akili kabisa. Kwa sababu angekuwa na akili, calculation ingemwambia madhambi, ladha ya madhambi unayoitafuta na faida ya madhambi unayokwenda kuipata, hasara yake ni kubwa mara. Kwa hivyo calculation yako ni mbovu, kwa sababu mtu anaingia katika madhambi, anaingia ili afaidi, alasi kadhalika. Kama ni madhambi ya kimwili, kama ni madhambi ya kiuchumi, anaingia ili afaidi. Lakini madhara yaliyoko nyuma ya pazia ni mengi kuliko hiyo faida. Kwa hivyo ni mjinga, kama vile ambavyo mtu anaenda nini, labda anafuata kitu alafu anaenda kupoteza viungo, anaenda mahala katika mazingira hatarishi ili apate labda avue samaki majini, alafu anajua kuna mambo atakata miguu yake, akasema acha ikatike miguu lakini mimi nikachukue samaki. Huyu ni mjinga kwa sababu calculation yake ni mbovu. Qur'ani inatumia msamiati badala ya msamiati ili kuleta maana nyingine ya ziada, na hii ndio inaifanya Qur'ani iwe ni pana sana katika maana yake. Kwa hivyo Allah akasema wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamuna, msifate njia ya watu ambao hawajui. Wajawazna bi bani Israil al-bahra, tukawavusha bani Israil bahari, katika ile bahari iliyokuweko mbele yao. Walipofika katika bahari, Musa na watu wake wakaiona bahari, wametekeleza tu amri, nendeni, na wameelekezwa na upande wa kuelekea. Sio kama walikosea njia. Pale tunatumia neno la kuazima, walipogonga mwamba, maana yake wameenda bahari mbele, hamna mahala pa kwenda. Sio wamegonga mwamba, Kiswahili tunasema, japokuwa hakuna jiwe pale, lakini lugha ya kuazima. Pale walipogonga mwamba, sio kama walienda siko walikoelekezwa. Hapana, wameenda huko. Nabii Musa anaenda kwa amri ya Mwenyezi Mungu, kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Katika unyenyekevu na utiifu, Nabii Musa alienda kwenye bahari, hata hajamuuliza Mwenyezi Mungu tutavukaje sasa. Huo ndio utiifu tunauona kwa mu'min akiwa katika ibada ya haji. Anachukua vijiwe, ameambiwa piga, anapiga. Haulizi ya Rabbi, hilo jiki gani hii kupiga vijiwe? Anatekeleza amri ya Mola wake. Hiyo ni katika kilele cha utiifu. Ameambiwa zunguka al-Kaaba, na yeye na uprofesa wake na mawani yake na kipara chake, asemi mimi kwa uprofesa wangu mimi nizunguke hapa, sielewi hata nazunguka natafuta nini. Anazunguka al-Kaaba na uprofesa wake. Usije ukakompea na kule na yule anayeabudu ng'ombe, profesa anayeabudu ng'ombe, ukasema na yeye naye yuko katika utiifu. Anamtii nani? Huyu hapa anamtii Allah, amemwambia zunguka al-Kaaba, sio? Alafu anaenda anaambiwa ukishamaliza kuzunguka, kunywa maji ya Zamzam na sali raka 2, rak'atay tawaf. Anafanya hivyo. Alafu anaambiwa nenda, baada ya hapo nenda kafanye sa'i baina Safa na Marwa. Anafanya. Anaambiwa nenda Mina. Mina ni eneo tu basi, hakuna kitu chochote cha ajabu, ni eneo tu.
kakae huko. Siku za kukaa Mina zinajulikana. Anaambiwa nenda Arafa. Ukitoka Mina ukienda Arafa, hapa katikati kuna Muzdalifa. Vuka Muzdalifa, nenda Arafa. Na Arafa iko nje ya eneo tukufu. Aseme mbona navuka eneo tukufu naenda kule? Anatii amri ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Alafu anaambiwa sasa rudi Muzdalifa. Aseme si ndio nimetokea huko. Anarudi tena Muzdalifa. Akirudi anaenda kupiga vijiwe, anafanya tawafu. Usivae nguo fulani na fulani. Aseme ya Rabbi, kwa nini sivae nguo fulani na fulani? Usivae mabuti, vaa makubazi tu. Haulizi. Anachouliza mtu mwenye akili, je, ni kweli mafundisho haya yanatoka kwa Allah? Akishaambiwa yanatoka kwa Allah, hawezi kuuliza sasa baada ya hapo, kwa nini ya Allah? Hamwezi kumuuliza Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Wa Nabii Musa alayhi salatu wasalam anaenda huko mbele, kuna bahari. Halafu haulizi kabla ya hapo, ya Rabbi, mbele huko nakwenda kutoka kuna bahari, tutavukaje na hamna boti? Tutavukaje ya Rabbi na hakuna boti? Maelezo haya tunaeleza jamani kwamba muumini anatakiwa akishathibitisha kwamba ni amri ya Mwenyezi Mungu, anatakiwa atekeleze, asimwambie Mwenyezi Mungu kwa nini. Labda iwe hiyo kwa nini ni ya kutaka kujua hikma, isiwe ni kwa nini ya kukosoa. Muumini asifanye hivyo. Kwa nini ya kukosoa ni ukafiri. Muumini katika hali kama hii anakuwaje? Inakuwa nini kiko katika moyo wake? Mola wangu ameniamrisha jambo lenye hikma. Yani hapa kuna busara ambayo mimi sijui. Mimi ndio tatizo, kutokujua kwangu si amri ya Mola wangu. Amri ya Mola wangu iko salama, akili yangu ndio haiwezi kunoti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Muumini anakuwa hivyo. Allah anajua, mimi sijui. Mimi ninatekeleza tu. Kwa hivyo anatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Usiseme mtu anaosha katika udhu, anaosha uso, ananawa mikono, alafu anarudi kupaka kichwa tena. Si ningemaliza uso hapa na hapa, ndo karibu niende hapo, ndio niende kwenye mkono. Mbona natoka usoni naenda kwenye mkono, alafu nikitoka kwenye mkono nakuja kwenye kichwa sioshi, napaka tu. Na watu wengine wanafanyaga, chukua maji wanafanya hivi. Wewe unaanza kuosha, uliambiwa paka, pangusa tu kwa mikono yako. Na utifu ni kufanya kile ulichoambiwa. Mahala pa kuosha, osha. Mahala pa kupaka, paka. Ukitoka kiungo hiki kifuatie hiki. Ukienda kwenye miguu unafanyaje? Unaosha. Kwa hivyo hawa nani mabwana hawa wakafika katika bahari, mbele hawawezi kwenda. Nabii Musa alisemaje wakati anaenda ile safari? Hiyo nayo ni neno zuri la kulisema mtu akiwa anaenda mahala ajui ataenda konam. Inna ma'i rabbi sayahdin. Hakika Mola wangu yuko pamoja nami, ataniongoza. Yani haiwezekani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aniambie jambo ambalo linaishia njiani. Allah ataniongoza. Anayo hiyo, ni tawakkuli hiyo, na thika kwa Mola wake, na ni husni dhanni bi rabbih. Anamdhania vizuri Mola, kwa sababu kusema kwamba Mwenyezi Mungu ameniambia niende huko lakini naweza nikaangamia, hiyo ni dhana mbaya kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo inna ma'a rabbi, Mwenyezi Mungu hawezi kunipoteza. Hapa ndugu zangu, mnakumbuka mama yake Ismail, Hajara, pamoja na Ismail waliachwa jangwani na Ibrahim. Angalia husni dhanni ya Nabii Ibrahim kwa Mola wake, na husni dhanni ya mke wake kwa Mola wake. Ibrahim ameacha watu jangwani, hamna chakula, hakuna majirani, hakuna watu kabisa, hakuna hata wanyama, hakuna hata mawindo ya kuwinda, hakuna hata nyasi za watu wakate wale. Lakini Mwenyezi Mungu amemwambia waache, nenda zako. Kitu gani hapa anacho Ibrahim moyoni mwake? Mwenyezi Mungu jambo hawezi kutuingiza mjini bwana. Mwenyezi Mungu aingize watu mjini, Sheikh.
Kuna watu wanadhania labda wataabudu wakifika siku ya kiyama na kutaola. Mwenyezi Mungu aingizi watu mjini. Kwa hivyo Nabii Ibrahim akaenda akawaacha, na yule mwanamke akadhania labda hii ni akili ya Nabii Ibrahim. Akili ya Nabii Ibrahim inaweza ikakosea, ndio akawa anamuuliza, "Kwa nini unatuacha hivi? Kwa nini unatuacha hivi?" Alivyomwambia tu ni Mwenyezi Mungu kaagiza, maana yake alimuuliza, "Allahu amaraka bihadha?" Hili swali la kitaalamu hili. Mwenyezi Mungu ndio amekuamrisha hivi? Alivyomwambia ndio, akuweka neno moja, akaondoka zake akasema basi Mwenyezi Mungu hatutupoteza. Hizi ni mawaqif imania. Inna ma'i rabbi sayahdin. Mola wangu yuko pamoja nami, atanipa tu maelekezo ya kufanya hapa. Ndio ikawa kama ilivyokuwa dhana yake, ana inda husni dhanni abdi bi, mimi niko na dhana ya mja wangu anaponidhania khairi. Wa auhaina ila Musa an idrib bi asaka al-bahra fanfalaqa fakana kullu firqin katawd al-azim. Tukampa wahi apige kwa fimbo yake. Alikuwa na fimbo tu pale, akapiga. Haijalishi kama uko kwenye amri ya Mwenyezi Mungu, haijalishi unamtaji ama huna mtaji, una nyenzo ama hauna nyenzo, chochote kinakuwa ni nyenzo tu kwa amri ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Kwa hivyo akapiga ile fimbo aliyokuwa nayo, na yeye alikuwa nayo kwa kazi zingine, sio kwa kazi ya kupiga bahari, wala hakuwa na ndoto ya kwamba siku moja atakuja ambiwa apige bahari. Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kwake kinakuwa ni kitumishi chake. Akapiga, ikafunguka njia, wakapita. Firauni na watu wake wakafika, wanaona kile kitendo. Nabii Musa kapiga, kapita. Allah akajalia njia ikafunguka, haya maji yakaganda yakawa ni kama majabali kulia na kushoto. Bahari Allah anasema yabasan, ikawa ni kavu kabisa, mchanga mkavu, sio kama wamepita kwenye vimajimaji vimebakia. Bahari kavu kabisa, ni mambo ya ajabu. Akapita Nabii Musa na watu wake. Firauni ana akili ama hana akili? Hebu nijibuni. Anayo. Anawezaje kutawala watu wote dunia nzima, Sheikh? Hata utawala wa Marekani hujafikia level hiyo. Mamlaka kubwa kweli kweli. Akili anazo nyingi kabisa, very bright. Unafahamu? Akili anazo na nyenzo anazo, sio yeye tu. Watu wote vichwa watawala waga wanajikusanyia, wanaweka pembezoni mwake, ndio wanatumia vichwa vyao. Kwa hivyo vichwa viko vya kutosha pale. Kitu gani kimewafanya wasijiulize kama huyu jamaa amepiga? Sasa acha kwa imani ya Mungu, kwa akili tu ya hiyo ya kawaida. Kama huyu jamaa tujalie labda ni mchawi, kama amepiga huyu mchawi, njia ikafunguka, akapita, si atakuja apige irudi? Kwa nini wasifikirie hivi? Faatba'uhum, wakawafuata, wakaingia kwenye nani, wakaingia kwenye ile njia. Hapa tunajifunza kwamba mwanadamu akimkosea Mwenyezi Mungu azza wa jalla, na Allah akimwekea mpango wa adhabu, atapita kwenye huo mpango wala hato doubt. Utapanga mipango na utafanya matendo, Allah atatumia akili yako na macho yako na masikio yako na miguu yako na mikono yako kufanya mambo dhidi yako. Hii katika Qur'ani, mafundisho haya, zao hili la kiuelewa liko jingi sana katika Qur'ani. Kwa hivyo mtu akimwasi Mwenyezi Mungu azza wa jalla na Allah, yani kama yuko salama, sio kwa sababu mipango yake ni madhubuti anakwepa, ni haijafika tarehe. Ikifika tarehe ya kuadhibiwa, hatokwepa, ataenda kwenye mahala pa hatari. Una hela za dhulma, utaenda kununua kiwanja kiko cha mgogoro na unakiona cha mgogoro, na sio kama huna habari, utaingia hivyo hivyo, utaenda kupoteza hela zako kwenye kiwanja cha mgogoro, na viwanja ambavyo ni vizuri na havina mgogoro viko vimejaa. Wewe unaona hicho tu. Huyo mtu ujue Allah ameshampangia mpango wa kumwadhibu. Ndio watu wabaya hawaonagi wanawake wazuri waliojihifadhi, wanataka wale makahaba, mwanamke mishangingi mikahaba, ndio hao wanataka. Sio akili yao. Al-khabithuna lil-khabithat, watu wa ovu kwa watu wa ovu.
Ni Allah ndo anakadiria hivyo. Watayibuna litayibati, na watu wazuri kwa watu wazuri. Mkiwa wabaya, imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama takununa yuwalla alaikum, vile mtakavyokuwa ndivyo mtakavyopata utawala. Nyie mkiwa ni watu wabaya, Allah ataleta hao watawala wabaya. Mtachagua wenyewe kwa mikono yenu, mtapiga kura wenyewe. Mimi nasemaga wa Marekani bwana wajichunguze vizuri. Wanakuja kumpata rais mjinga kama Trump. Ile mwenda wazimu anasema sisi tunaunga mkono mambo ya ushoga, na wale wanakataa mambo ya mapenzi ya jinsia moja. Vile mnavyokuwa ndivyo mtakavyo. Kwa hivyo kwa lugha ya jumla tunasema Mwenyezi Mungu atusamee, matatizo tukipata yanakuwa yanatokana na sisi wenyewe. Kwa hivyo Firauni akaingia na watu wake, hakuna mmoja amesema hebu subirini kwanza jamani, tufanye calculation kwanza. Wote wakaingia kwa sababu wanaswagwa na nani? Na Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Na Mwenyezi Mungu amefanya vipofu macho yao na mioyo yao na akili zao na masikio, hata kama mtu angewaambia wasingesikia. Wakaingia, Allah subhanahu wa ta'ala akaiachilia bahari kama ilivyokuwa mara ya kwanza, wakaghariki. Walivoghariki, kwa jina la Firauni lilivyokuwa kubwa, Bani Israeli wasingeamini kama yule mtu aliojiita Mungu amekufa, kama angepotelea huko akaliwa na samaki. Ndio kisa cha Mwenyezi Mungu azza wa jalla kuokoa mwili wake, ili wakonfirmu Bani Israeli kwamba kweli bwana kweli bwana amekufa bwana, kweli bwana alikuwa sio Mungu bwana. Ile ingebakia ile dhana. Ndio Allah anasema alipokuwa anamwangamiza Firauni akasema, alivyoona kabisa sasa kifo ndio kinakuja, akasema amantu billadhi amanat bihi banu Israila annahu falamma adrakahu algharq qala amantu billadhi amanat bihi amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Nimeamini kwamba hapana hapasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule ambaye Bani Israeli wanamshuhudia hivyo, na mimi ni katika Waislamu. Akaambiwa alana wa qad asaita. Najua kuna time imani, time ya kuamini na expire. Alana wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Hivi sasa ndio naamini na uliasi hapo kabla na ulikuwa ni katika uharibifu. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Leo hii nitakuokoa mwili wako, sio uhai wako, ili mwili wako iwe ni kielelezo kwa wale ambao watakuona nyuma yako kwamba huu ni mwisho wa watu ambao unakuwa namna hii. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wengi katika watu wanaghafilika na masomo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Allah anasema wajawazna bi bani Israil al-bahra, tukawavusha bani Israil bahari, faatba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa, wakawafuata wao Firauni na jeshi lake baghyan, katika hali ya kuvuka mipaka, dhulma. Baghi ni kuvuka mipaka na dhulma, wa adwan na wadui, adwan min al-adawa. Hata idha adarakahu al-gharq, mpaka alipokutwa na kughariki, yani angeamini hapo kabla angesalimika, lakini amechelewa mpaka ameanza kuionja adhabu tayari. Qala, akasema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila. Nimeamini kwamba hapana muabudiwa isipokuwa yule aliyeaminiwa na Bani Israil, wa ana minal muslimin, na mimi ni katika Uislamu. Akaambiwa alana wa qad asaita, hivi sasa na hali ya kuwa uliasi hapo kabla, wa kunta minal mufsidin, na ulikuwa ni katika waharibifu. Falyawma nunajika, leo nitakuokoa wewe, bibadanika, mwili wako, litakuna liman khalfaka aya, ili uwe ni alama na kielelezo cha yani mtu aliyestawi lakini katika ubaya mwisho hatimaye. Unakumbuka ile aya tulisema Nabii Musa alisemaje? Inna Allaha sayubtilu, Mwenyezi Mungu atabatilisha uchawi. Kigezo gani unatumia? Inna Allaha la yuslihu amal al-mufsidin, Mwenyezi Mungu hatengenezi mambo ya watu waharibifu. Kwa hivyo wanasema la muharibifu hata kama likifanikiwa ni swala la wakati tu,
Ndio maana hizo mali za watu wanaopata kwa njia ya haramu ya marogo, ndagu, kwa nini azidumu? Hiyo kuvunja masharti ni kiini macho tu. Wanasema kavunja masharti, lazima isidumu, kwa sababu Allah hafanikishi jambo la mtu anayefanya uharibifu. Kwa hivyo mwisho ile mali itaondoka. Lakini hata wakati unayo haikusaidii. Unaweza ukaambiwa ujenge majumba, lakini wewe kwenye hizo nyumba ulali, unalalia kingozi kwenye kijibanda hapo uwani. Usikutane na mke wako isipokuwa siku fulani na siku fulani, na lazima kuna kiungo kimoja kitakuwa kikikusumbua, na lazima sijui umfanye nini mwanao mmoja. Hayo yote ni mambo ambayo yanafanya kwamba ili jambo, hata kama ana kila kitu, huyu jambo lake baya bwana alijatengenea. Hakuna raha katika mazingira kama namna hii. Una madeni ya mambo mabaya ambayo umeyafanya na roho yako inajua ni mabaya, utapataje utulivu? Kwa hivyo Allah akamwambia hivi sasa, waqad asaita, na uliasi hapo kabla, waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, falyawma nunajika bibadanika, tunauokoa mwili wako hii leo, litakuna liman khalfaka aya, ili wewe uwe ni alama, ni masomo kwa wale wanaokuja baada ya hapo. Lakini ulama wanatanabahisha, matapeli unajua wanapenda kutake advantage, wanatanabahisha kwamba huo mwili hakuna dalili zinazothibitisha kwamba ule mwili ulioko Masri ni mwili wa Firauni huyu, labda Firauni mwingine, kwa sababu Allah hakuwa na mpango wa kuweka ule mwili milele. Ni kiasi cha kuonekana na watu tu ambao watathibitisha mwisho wake na historia ikathibitika basi. Kwa hivyo watu wanapenda kutake advantage. Wanataka kuchuma mali za watu, wanaambiwa mwili wa Firauni ule utaje kwenye Qur'ani, huu hapa. Hata watu fulani walizika punda, alafu akasema jamani, kaburi la Abi Hanifa hili, kwa sababu wanajua kuna katika Waislamu watu washirikina wanapenda kuabudu makaburi ya ulama. Watu wakawa wanaabudu kwenye lile kaburi, wanaenda wanaomba, na hata angekuwa ni Abu Hanifa kweli haifai, hata kama ni kweli ni Abu Hanifa, lakini kupitia ujinga wenu na utapeli ukaingia humo, ikawa watu wanapeleka sadaka zao, wale jamaa wawili wanagawana zile pesa. Siku moja ndo wakagombana, mmoja akatoa siri, kwanza nitawaambia na watu hapo hamna Abu Hanifa, hapo ni punda tu. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, wengi katika watu wameghafilika na aya zetu. Tutaishia hapa katika darasa ya leo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla tujalie kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.